Mtu wa Mungu, huyu mzee nilipokuwa gerezani, ataeleza mwenyewe alikaa miezi mingapi au miaka mingapi, lakini mimi kule gerezani nilikuwa kama baba yao. Ili shati alilovaa nadhani ndio nilomnunulia nikiwa gerezani kama sijakosea. Ili shati ni kama nilomnunulia, kama na suruali. Ni kama na suruali. Nilikuwa nawaambia vijana wangu ikiwezekana watu walio na shida sana wanunulie nguo. Kwa hiyo wakati fulani nilikuwa nawapa chakula. Lakini huyu mzee aliingia gerezani, sitaki kuchambua sana kwa undani, lakini aliingia akiwa na busha, kavimba hivi. Ila bado aliambiwa kwamba amebaka watoto. Aliambiwa kwamba amebaka watoto. Ilikuwa inaumiza sana. Ilikuwa inaumiza sana. Akajaribu kujieleza, jamani, mimi na busha, nimebakaje? Ama askari aliwaonyesha, nimebakaje? Lakini kwa sababu yeye kwa maelezo yake anasema kwamba kuna mahali alikuwa naishi anaombaomba sana. Kwa zile kelele zake ni kama kuna jirani ambaye aliona sasa nitampotezaje asiwe anaombaomba sana. Ndipo kaona njia ya kumpoteza ni kumpa kesi ya ubakaji ambayo baadaye alifungwa. Basi ndio hivyo, hatukuwa na jinsi tumsaidieje, tutamtoaje, na huwa inaonekana kwa mahakama yenyewe inamtoa mtu kwa kuamua kwa mambo ya sheria. Ndio maana mimi mara kadhaa nasema pangetakiwa iwepo njia ya kibinadamu, kwa sababu binadamu uko juu ya sheria. Unaweza kumnasua mtu mahali anapolia kupita nje ya mifumo ya kisheria. Lakini kwa sababu dunia iko hapa, mzee wa watu amekaa gerezani kwa muda ambao atausema yeye hapa. Lakini baadaye, asante Mungu kwa huruma na pendo, lakini pia na mamlaka huenda ziliona kwa kweli huyu acha tumpumzishe, vyovyote busara alivyowatuma, leo yuko hapa nje. Kilichonisikitisha ni kwamba nilisikia siku nyingi ametoka, na mimi wala sikuwasaidia ili waje wao washirika wangu, sikuwasaidia ili waje wanione mtu wa maana. Lakini wakati mwingine wakikwama, wametembea sana huko duniani, wamekwama, huwa wanakumbuka kuna baba yetu alitukumbuka tukiwa gerezani. Kama hapa alitoka siku nyingi, ataeleza hapa alitoka lini, nitamuuliza swali alitoka lini. Lakini alipotoka basi aliendelea tu huko. Baadaye akafanya ajali, akapata ajali, nadhani akapata tatizo unaliona kwenye mkono hapa. Baada ya hapo hospitali walimsaidia, lakini walimwambia siku utakayokuja kutolewa huu mwogo uje na shilingi 50,000. Katika kota alikopita, ndugu jamaa marafiki, bila shaka aliona ni jambo hawajamsaidia, alijatatuka. Kakumbuka tulikuwa na baba yetu gerezani ambaye alikuwa anabeba sehemu ya mizigo yetu. Ngoja nikimbilie huko. Na mimi pamoja na utata ugumu mwingi naopitia, lakini wakati mwingine unaona Mungu ndio kanipa hawa ndio watoto wangu. Kichache nachoweza kuwa nacho kikiwa ndani ya uwezo wangu, mara nyingi sioni shida kujumuika nacho. Kwa hiyo shilingi 50,000 nimeona tu vizuri nimkabidhi hiyo 50,000, nimkabidhi. Nadhani hiyo iko kamili. Simama tu mtu wa Mungu, simama. Nimkabidhi hiyo shilingi 50,000, na bila shaka basi mwingine, mtu yeyote ambaye unaweza ukajisikia kufanya chochote juu yake. Anabusha kavimba mpaka sasa hivi. Anasema anatumia tu dawa za kienyeji. Chonde kama kuna mtu najua njia ya kufanya dawa, anasema walimwambia wakifanya operation upande mmoja, baada ya muda watafanya operation upande wa pili, inawezekana akafa. Kwa hiyo mwisho siku anaamua kutumia njia hizi tena za kwamba pengine aendelee kunywa dawa za kienyeji na kuvumilia asije akapoteza uhai. Lakini mara nyingi maelezo kama hayo yanakuaga kwa watu ambao wana uwezo mdogo. Lakini ikitokea watu mkasikia kwa hivi mkaniona mimi, inawezekana mkawa na njia ya kumsaidia. Yeyote utakayesikia kumsaidia mzee huyu na chochote juu ya hayo yote niliyokuambia, utamsaidia. Yeye ni mhubiri, ni mtu wa Mungu tu, anahubiri, na hata alipogongwa alikuwa kuhubiri. Anayehubiri ni sahihi kiasi gani, ana udhaifu kiasi gani, wewe jua tu. Afadhali anayefanya kazi ya uhubiri, Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu yake apelekaye habari za mema. Kwa hiyo yangu ni hayo, lakini nimuulize tu maswali mawili matatu kabla sijampa nafasi atoe neno lolote la shukrani au neno lolote
hayo nalo. Nataka tujue, nijue ulikaa muda gani gerezani? Ninashukuru mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki katika hili. Ndio. Mimi niliingizwa gerezani mwaka 2022. Ndio. Umetoka mwaka gani? Nimetoka mwaka 2024 mwezi tarehe 26 mwezi wa 6. Mwezi wa 6 tarehe 26. Tarehe 26 mwezi wa 6. Na uliingia tarehe 2022 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 12. Maana yake umekaa mwaka mmoja na miezi 6. Naam. Okay. Basi kutoka hapo ndipo nikatoka tarehe 26 mwezi wa 6. Mkono umefanyaje watu wajue? Mkono baada ya kutoka nikaenda nikakumbuka kwamba aliyenitoa ni Mungu, ametumia watumishi wake wa serikali. Sio kitu chochote wala sio mtu yeyote, bali ni Mungu mwenyewe akatumia viongozi wake wa serikali kwa ajili ya kunitoa. Hivyo basi nilipotoka nikaenda kuhubiri, nikamkumbuka huyo Mungu aliyewatumia watumishi wake wa serikali pamoja na mtumishi mmoja ambaye ndio wewe, wakati unakuja mure unatufariji. Pia nikaondoka kwenda Maji ya Moto Songwe ili nikamhubiri huyu Yesu aliyenifanyia matendo haya. Nilipotoka huko natembea chini, nimechoka. Kuna mtu mmoja alinipa senti ya ndizi kwamba inisaidie njiani, lakini nilipochoka nikaona nichukue hii senti nitumie kwa nauli. Nilipotaka nikapande gari tarafani, basi nikamuuliza kijana mmoja, je, ni njia ipi imepita tarafani nikapande gari, nimechoka kutembea? Akanionyesha. Katika kunionyesha nikakuta haisi imetoka kule. Ilikuwa ni saa 1:27 jioni. Ikatupiga wote wawili na huyo kijana, ikatutupa kwenye barabara ya pili ambayo Samia anatengeneza. Hivyo basi tukafikiriwa kwamba tumekufa, lakini asante Yesu, wa bodaboda nisiowajua hawanijui wakaniokota na kunigaramia, ndio mpaka unaniona hivi. Okay. Enewe, mtu wa Mungu na kwaidi atakuja kuongea siku nyingine. Ni mtu anayeongea sana hapa, atatupiga maandiko ya kutosha. Hivi ninavyoongea naye nimeacha wageni ofisini, ndio maana kwamba unaweza kusikia watu wanaomba, nimesimamisha ibada kwa muda. Kwa hiyo kila kitu kimesimama hapa. Kwa siku nyingine atakuja kuongea vizuri. Najua na maswali mengi. Pengine mtakapouliza mengi sana kwenye mtandao, nitamuita ili aje aseme, aje ajibu mwenyewe hasa mtakayotaka ayajibu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mimi nikutakia wakati mwema. Nina muda mchache. Pengine neno moja kwa fupi unaweza kusemaje? Naam, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ninyi watumishi wa Mungu ambaye mnazijua shida. Ndio. Kama Yesu alivyosema kwamba siku ile nitawaambia, tazama nilikuwa ninaumwa mkaja kuniona. Na pia kama Yesu alivyosema, lieni na wanaolia, sikitikeni na wanaosikitika, ombolezeni na wanaomboleza. Lieni na wanaolia, pia umieni na wanaumia. Maana mkifanya hivyo, nami nitawasamehe hata dhambi msizozijua, nami nitawasamehe. Hivyo basi, kwa kufanya hivyo, huo ndio Ukristo unaitwa Ukristo. Ukristo sio jina au sio kuliitia tu jina la Yesu, hapana. Ukristo ni matendo. Ndio Yesu anasema mtataomba kwa matunda yao. Sio wote waniambiao Bwana Bwana watakaoingia ufalme wa mbinguni, hapana. Ni yule atendaye mapenzi ya Baba na kutii neno. Huyu ndiye ambaye ni mwenye ufalme wa mbinguni, na huyu ndiye atakuwa mwanafunzi wangu kweli kweli. Na Yesu anasema siku ile nitawaambia, tazama ninaumwa, nilikuwa mgonjwa. Ndipo nao wa kushoto watajidai haki wakisema, lini Bwana tulikuona unaumwa? Ndipo Yesu anasema nitawajibu ya kwamba jinsi ambavyo hamkuwatendea wale niliowatuma kwa jina langu, hamkunitendea ni mimi. Ndipo Yesu anasema wataniambia kwamba tupe ruhusa basi tukaishi tena, ili tukawatendea hivyo hivyo. Kumbe ulikuwa ni wewe wale watu wale. Tulifikiri ni matapeli, tulifikiri ni waongo. Kumbe ulikuwa ni wewe Yesu. Yesu anasema ndio, nilikuwa ni mimi. Ndipo Yesu anasema wataniambia tupe ruhusa basi tukaishi tena, ili tuwatendee hivyo hivyo. Ndipo Yesu anasema nitawaambia kwamba muda wenu wa kutenda hayo umekwisha, nendeni mkajute milele. Huko ndiko kutakuwa na kilio na kusaga meno.
Mungu awabariki. Amen. Mungu awabariki sana. Mtabu nimekwambia ni mwongeaji tuchapa maandiko hapa. Kwa tulipokuwa gerezani alikuwa na Biblia muda wote, na kuna Biblia moja nilimnunulia sindo hii ama ni nyingine. Ni nyingine. Okay. Lakini katika yote Mungu akubariki sana. Mimi nasikia vizuri kwamba wakati mwingine inakuwa rafiki na wanyonge, asiyeweza kukurudishia chochote, ambaye hata ukimpa chochote ukiwa na wewe kwenye hali ngumu bado atakuja kuombe wewe mwenyewe, na bado ni wewe mwenyewe unayetakiwa uwajibike tena, hana chochote anachoweza kukurudishia. Mimi kwa sababu hawa ndio wamekuwa marafiki zangu, hata nikiwa gerezani, hata nikiwa mahali pengine popote. Anyway, nasikia fahari sana kwamba nimejaribu kufanya kila ambacho duniani naisikiri kwa sahihi sana kufanya, ingawa ni kwa maumivu makali na uchungu mwingi. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Zimekuwa tofauti kabisa, tofauti. Maana wao wanachukua taratibu za kidunia, kwa maana ya kwamba wakisema kwamba wengine ni matapeli, kwa hiyo wanazuia na wale ambao wa ukweli, kama shetani alivyopanda kwa sababu. Amina. Asante. Mungu akubariki sana. Ngoja niwahi mahali. Nashukuru sana. Asante. Kwa hiyo nitakwambia msikilizaji.